Shalom mpendwa, Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Niko mbele zako tena muda huu niweze kuendelea katika somo la ubatizo. Katika kitabu hiki cha Warumi sura yake ya 6 na ule mstari wake wa kwanza mpaka ule mstari wake wa 4. Biblia inasema, tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Hasha! Sisi tulioifia dhambi tuishije tena katika dhambi? Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna matokeo makubwa ya ubatizo. Paulo anaongea na Warumi ya kwamba je, tudumu katika dhambi ili neema iwe nyingi? Au je, kwa sababu kuna neema tuendelee kutenda dhambi? Akasema hapana, hasha, haiwezekani. Sisi tulio batizwa katika Kristo Yesu. Kwa hiyo hata Paulo anazilisha alibatizwa katika Kristo Yesu. Na alipobatizwa katika Kristo Yesu anasema baada ya kubatizwa tulizikwa pamoja naye na tukafufuka pamoja naye. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba baada ya kufa anasema sasa tulipofufuka kama vile Kristo alivyofufuka katika wafu akaishi katika utukufu, na sisi tuishi katika utukufu kwa maisha mapya ya rohoni. Kwa tunaona ubatizo ni njia mojawapo ya kumfufua mtu katika ufu au katika maisha ya dhambi. Manake dhambi inaweza ikaondoka, vifungo vinaweza vikaondoka kupitia ubatizo. Na mimi nina experience na ushuhuda kwamba katika maeneo tofauti ambao tumepita kubatiza, mara kadhaa tumeona watu wakifunguliwa kabisa, wakifunguliwa, wengine wakipokea Roho Mtakatifu, na wakati mwingine tumekuwa tukiona maono ya waziwazi Mungu akijifunua kupitia tendo la ubatizo, kumbe lina utukufu mkubwa sana. Kwa hiyo ndugu mpendwa, kubatizwa ni lazima, sio kitu cha hiari. Kuna watu wanasema basi kwa sababu Yesu alishakufa msalabani akafufuka hakuna haja tena ya kubatizwa, alikuwa anabatizwa kabla ya Yesu. Nataka nikwambie, Paulo mwenyewe alibatizwa katika Yesu Kristo na Anania. Paulo alibatizwa. Mitume walitembea kwenye neno la Bwana. Kwa hiyo hata sisi tunatakiwa kurudi kwenye neno la Bwana, kubatizwa tena katika jina la Yesu Kristo. Na katika vipindi vilivyopita nimeelezea tu ubatizo wa aina moja kwa maji, lakini katika mwendelezo utakaokuja kwa neema ya Bwana tutaendelea kujifunza na aina zingine za mabatizo. Maana kuna mabatizo kwa Roho, kuna mabatizo kwa moto, bado hatujayagusia hata kwa sehemu kidogo. Hapa nijikita tu kuelezea ubatizo kwa maji. Kwa hiyo napofika mwisho kwa msimu wa kwanza wa ubatizo na mafundisho ya kuhusu ubatizo, nataka nikwambie tu, narejelea kwa ufupi. Nani anayebatizwa? Ni yule aliyeamini, sio mtoto mdogo. Nani anayebatiza? Ni yule aliyejaa Roho Mtakatifu na aliyebatizwa kwa jina la Yesu. Ni wakati gani mtu anapaswa kubatizwa? Wakati mtu anapokuwa amekwisha kuamini siku hiyo hiyo. Lakini kwa nini mtu anatakiwa kubatizwa? Ni kwa sababu ya kutimiza haki yote. Kwa hiyo nikukaribishe tena kwa mwendelezo utakaofuata. Wewe ambaye utakuwa na swali, utakuwa hujaelewa, utachukua mawasiliano hapo, utanitafuta, nitakufafanulia kwa upana. Na Mungu awabariki sana. Na kama utahitaji kubatizwa kwa jina la Yesu, umesikia ujumbe huu, ukipiga namba hizo ambazo ziko chini hapo, utaweza kufikiwa kwa ubatizo popote ulipo katika ndani ya nchi ya Tanzania. Lakini kwa wewe uliye nje, ukiwasiliana sisi, tutaona njia nzuri ya kukutanisha na watumishi wa kweli ambao watakubatiza kwa jina la Yesu. Usipuuze ujumbe huu, ni majira ya mwisho ya kuijua kweli. Nami niseme Mungu akubariki. Shalom, shalom. Tusubiri mwendelezo utakaofuata. Amen.